Of course, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, nazungumzia TikTok, Instagram, Facebook, hasa kule YouTube, utakuwa umekutana na hii picha, moja picha ambazo zina trendi sana za huyu mwanamke kutoka kule Afrika ya Kusini, ambaye tunaweza tukamuita tu mwanamke kwa sababu umri wa miaka 31, huwezi kumuita msichana au huwezi kumuita pia mama. Tunaweza kumuita kama ni mwanamke. Unavyomuona hapo ni ana umri wa miaka 31. Sasa story kubwa imekuwa kitrendi sana sasa hivi barani Afrika juu ya mabadiliko ambayo yamemtokea ghafla. Ameanza hali hii toka akiwa na miaka 27, namna ambavyo ngozi yake imebadilika ghafla. Imeibua story kubwa sana katika mitandao ya kijamii. Sasa nataka nikupe kidogo background ya kile ambacho kimeweza kutokea, kwa sababu imekuwa simuliwa mambo mengi sana, yamekuwa kizushwa pia story nyingi sana juu ya kile ambacho kimemtokea. Mimi naitwa Justin Kosan, hii ni Lushuli TV. Unaweza kutufuata pale Instagram, andika Lushuli_TV, Facebook pia andika hivyo hivyo Lushuli_TV, unatupata vivyo hivyo. Sasa in short, huyu mwanamke anajulikana kwa jina la Shnelaila Hoza, anatokea katika eneo la Mtubatuba, jimbo la KwaZulu Natal kule nchini Afrika ya Kusini. Na kwa mujibu wa simulizi za familia yake pamoja na taarifa zilizosambaa kwenye Instagram, TikTok pamoja na vyombo mbalimbali vya habari vya mitandaoni, maisha yake yalianza kubadilika kwa namna ya kushangaza akiwa bado kijana mdogo. Na taarifa zinaeleza kuwa Shnelaila alianza kupata mabadiliko ya kiafya akiwa na umri wa takriban miaka 27, ambapo mwili wake ulianza kuonyesha dalili ambazo zilikuwa za kawaida kabisa kwa mtu wa umri wake. Ngozi yake ilianza kukunjamana kwa kasi, uso wake ukaanza kubadilika na mwili kupungua nguvu, pamoja na kuonekana kama mtu mwenye umri mkubwa sana tofauti na miaka yake halisi. So kadri muda ulivyokuwa ukienda, hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi, kiasi kwamba watu waliokuwa wakimuona walishindwa kuamini kama alikuwa na miaka 31 pekee. Na wengi walidai kuwa muonekano wake ulifanana na mtu mwenye umri mkubwa sana kutokana na kasi ya mabadiliko ya mwili wake. Sasa kwa mujibu wa familia yake, mwanzo walidhani ni changamoto ya kawaida ya kiafya au tatizo la ngozi ambalo lingeweza kudhibitiwa hospitalini, lakini walipoona hali hiyo imeendelea kuwa mbaya siku hadi siku, waliamua kumpeleka hospitali kwa uchunguzi wa kina zaidi. Ndugu zake wanasema Shnelaila alizungushwa katika hospitali mbalimbali, huku madaktari wakifanya vipimo tofauti wakijaribu kugundua chanzo cha hali yake, lakini inadaiwa kuwa wakati mwingine alikuwa akilalamika maumivu ya mwili, uchovu mkubwa, kupoteza nguvu pamoja na kushindwa kufanya shughuli zake kama kawaida. Kwa mujibu wa simulizi zilizotolewa na familia yake na baadhi ya madaktari, walihisi huenda ni ugonjwa nadra wa vinasaba unaosababisha mwili kuzeeka mapema kuliko kawaida. Hata hivyo, familia hiyo ilieleza kuwa hakuwahi kupewa majibu ya moja kwa moja kuhusu ugonjwa unaomsumbua, hali ambayo inaleta tafrani kweli kweli. Sawa, wakati hayo yakiendelea, kuna baadhi ya magonjwa yamekuwa yakihisiwa kwamba inawezekana kawa yanamsumbua. Kuna changamoto za kama vile Werner syndrome ambayo imetajwa pia mitandaoni kwamba inawezekana kawa ni changamoto hiyo. Ugonjwa huu unaelezwa kuwa ni ugonjwa nadra unaoweza kusababisha mtu kuonyesha dalili za kuzeeka akiwa bado kijana, na wataalamu wa afya wanaeleza kuwa ugonjwa huo unaweza kuathiri ngozi, mifupa, macho, moyo pamoja na mfumo mzima wa mwili. Sasa kilichozidi kuifanya story kuwa kubwa zaidi na kutrendi zaidi mitandaoni ni mara baada ya kusemekana kwamba hali hiyo ilianza punde tu mara baada ya kutoka sex ama kushiriki mapenzi na mpenzi wake huyo ambaye alikuwa ni mgeni, kwa maana mgeni wa Afrika ya Kusini. Sasa ikijaribu kurelate ama kulinganisha juu ya hali ile kwamba inawezekana labda ni laana au mikosi au changamoto zingine ambazo alikuwa nazo yule mpenzi wake au mwanaume ambaye alikuwa na date naye. Nafikiri ushaikutana na situation kama hiyo kwamba kuna baadhi ya maagano hivi yanaweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja ama mtu mwingine kwa njia ya sex. Sasa baadhi ya watu wamekuwa kihusisha na changamoto hiyo, lakini hata hivyo kwa taarifa ambazo zimetolewa na madaktari kwamba ni changamoto za kawaida ambazo huenda zikawa zimesababishwa na vipodozi ambavyo wamekuwa kivitumia. So tunafahamu vipodozi kwamba huwa vina aina ya kemikali ambazo zinaweza kusababisha mabadiliko yoyote kwenye mwili kama kemikali hizo zikawa zimekukata au zikapingana na seli za mwili. Kwa kuna baadhi ya madaktari pia walithibitisha hilo kwamba vipodozi ambavyo kwa kivitumia vinawezekana vikawa vimechochea hali hiyo. Lakini mbali na hivyo, pia familia yake imethibitisha kwamba mpaka hivi sasa wameanza kuhudhuria katika maombi ama ibada mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuona kwamba anaweza kupata nafuu, wakijaribu kutumia mafuta ya upako. Tumewahi kusikia mafuta ya upako hapa Tanzania pia tunayatumia. Kwa hiyo wameanza kuhudhuria baadhi ya ibada hizo na wanaona kwamba angalau kidogo matokeo
yapo na ule unafuu unakuja, japo changes kidogo huwa zinachelewa. Of course kitu cha kufurahisha zaidi kwamba mbali na hayo yote ni kwamba mpaka hivi sasa mpenzi wake bado hajamwacha, yuko naye bega kwa bega. Namna gani jamaa amependa na hajali changamoto yote. Kuna kitu cha kujifunza hapa kwa wanaume. Yes, nitaka nikupe hiyo story kwa sababu ni kitu cha msingi sana cha kufahamu juu ya hizo changes, au sio? Hii ni Losholi TV updates. Mimi ni Justin Kosa, naendelea kusalia hapo. Tufuate pale Instagram, andika Losholi_TV. Facebook pia tunatumia Losholi TV, sawa kabisa, na kule TikTok. Ciao.